بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد. تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد. katika kuzijibu shubha wanazozitaja al-quburiyuna juu ya yale ambayo wako nayo katika kuadhimisha na kuwatukuza siku wa Allah, shubha ambayo wameambatana nayo kwamba mambo haya yameenea katika jamii, katika kila mji miongoni mwa miji ya Kiislamu, ni mambo ambayo yapo yametapakaa. Shekhe akaeleza kwa dalili ya kwamba kinachozingatiwa ni kile ambacho imesimama juu yake dalili, wala hapatizamu yale ambayo yaliyo kwa wengi katika watu, na akapiga mfano wa mwanzo katika hilo. Mfano aliotoa ni mambo ya makodi na mabima, namna yalivyoenea katika jamii na hukumu yake katika dini ni jambo tofauti. Kisha akapiga mfano wa pili ambao naurejea tena mfano huu ili kuweka sawa baadhi ya maeneo na kuondokea hapo katika darasa ya leo. Qala, nasema bal adribu laka mathalan akhar, bali mimi nakupigia mfano mwingine. Hadha haramullah alladhi huwa afdal buqa'i ad-dunya bilittifaq. Hii haram ya Allah. Haram anakusudia msikiti mtukufu wa Makka, ambayo ni sehemu bora katika dunia kwa makubaliano ya Waislamu wa ijma'il ulama, na ijma'i ya maulama. Ahdatha fihi ba'd muluki sharakisa, wamezusha ndani yake baadhi ya wafalme wa sharakisa, wale waliosimamia dola ya Uthmania, aljahala adh-dhullal, ambao ni wajinga wapotevu. Hadhihi almaqamat alarba, wamezusha hizi maqamat alarba. Maqamat alarba ni lile jambo ambalo lilikuwepo katika mji wa Makka kabla ya kuja kwa dola ya Saudia, ya mfalme Saudi akishirikiana na Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Ilikuwa kuna utaratibu wa musalla, kila madhhab yanasali katika sehemu yake na wala hawaingiliani. Mashafi wanasali sala kishafi na imamu wao, mahanafi wanasali sala kihanafi na imamu wao, kadhalika malikia hanabila. Kwa hiyo zinaitwa maqamatul arba. Huu ni uzushi uliopo katika maeneo hayo. Simeeleka hii ilizushwa naye dola ya asharakisa aljahala adh-dhullal. Hadhihi almaqamat alarba, hili jambo lilikuwepo limetawala katika miji ya haram, miji ya Makka na Madina, kwamba kila imamu wa madhhab anaongozwa au kila mwenye madhhab anaongozwa na imamu wake. Allati farraqat ibadati alibad, jambo ambalo limefarikisha ibada za waja. Washtamalat ala ma la yuhsihi illa Allah, na likakusanya yale ambayo hakuna anayedhibiti isipokuwa Allah, min alfasad, katika ufisadi. Wafarraqat ibadati almuslimin, na likafarikisha ibada za Uislamu, kwa sababu kila mmoja na makamu yake na hali ya kuwa Uislamu ni kitu kimoja. Wasayaratuhum, na ikawafanya wao kalmila lilmuktalifa, kama zile mila zenye kutofautiana, yani katika dini. Bid'atun qarrat biha ainu iblisu al-la'in, bid'a ambayo imetulizana kwayo jicho la ibilisi alilaniwa. Wasayaratil muslimina dhahkata ash-shayatin, na ikawafanya waislamu kuwa ni vichekesho vya mashaitani. Wakad sakata an-nasu alaiha, na wao hoja yao kama watu walikuwa wamenyamaza, basi na hii pia watu walinyamazia. Wawafada ulamaul afaqi, na wakawasili katika miji hiyo ya Makka na Madina maulama wa pande tofauti tofauti. Wal abdali wal aqtabi ilaiha, na al abdal na al aqtab. Tamko la al abdal, al abdal ni badil, mwanachuoni alikuwepo kisha nafasi yake ikaja kubebwa na mwingine baada ya kufa,
huyo anaitwa badil ambayo abdal. Kadhalika al-aqtab ni qatab ambaye watu wanarejea kwake yeye katika masala ya ilmu na hukumu, lakini matamko haya mawili inda sufia ni awliya. ukisikia al-abdal wal-aqtab inda sufia kwa wao ni nani? Al-awliya. hii ndio anayokusudia hapa Sheikh. Washahadaha kullu dhi ainain, na jambo hilo likashuhudiwa na kila mwenye macho mawili. Wasami'a biha kullu dhi udhunain, na akasikia kwa jambo hila kila mwenye masikio mawili. Sasa sima ulama walinyamaza wala halikukemewa kabla kuja mfalme Saudi ikawa kila madhhabi yanasali kwa mujibu wa imamu wake. Afahadha sukutu dalilun ala jawaziha, hivi huku kunyamaza ni dalili juu ya kujuzu kwake, kwamba lile jambo lilikuwa lifanyika katika haram kipindi kile, kila madhhabu ikawa inaongozwa na imamu wake, ni jambo lenye kufaa. Anasema hadha la yaquluhu man lahu ilmamu bi shay'in min al-ma'arif, hili halisemi yule ambaye mwenye utambuzi wa kitu katika maarif. Kadhalika sukutuhum ala hadhihi al-ashya, basi hivyo kunyamaza kwao katika vitu kama hivi as-sadira min al-quburiyina, vitu ambavyo vyenye kuanzia au vyenye kutoka kwa hawa watu makaburini wenye kuabudu makaburi. Kwa hiyo si dalili kwamba jambo likanyamaziwa kwamba jambo lijaiz linafaa, si dalili, kwa sababu mambo kama haya yalikuwa yakifanyika na kipindi hicho hakuna ya kuyakataza, lakini mambo ya bid'a na alifarikisha umma katika asilimia kubwa. Anasema fa in qulta, ikiwa utasema yalzamu min hadha, panalazimisha katika hili anna al-umma qad ijtama'at ala dhalala, kwamba umma wote umekusanyika juu ya upotevu. Haithu sakatat ala inkariha li'a'zami jahala, pale ambapo walipolinyamazia kwa kule kutolika lipinga jambo ambalo ni a'zami jahala, basi inaonyesha ni ujinga mkubwa zaidi. Yalzamu min hadha, panalazimisha kwa hili anna al-umma, kwamba umma huu wa Kiislamu qad ijtama'at ala dhalala, umekusanyika juu ya upotevu. Haithu sakatat an inkariha, pale ambapo uliponyamaza kutolipinga kwake jambo hilo, li'a'zami jahala, kwa ujinga ambao ni mkubwa zaidi. Hii ni shubha kwamba basi ikiwa mnasema nyinyi haina maana kwamba hilo jambo sio ovu, basi umma wote kipindi hicho kwa kuwa hakuna lokataza basi umekusanyika katika upotevu. Na mtume anasema la tajtami'u ummati ala dhalala, umma wangu ukusanyika juu ya upotevu. Qultu, anasema nimesema haqiqatul ijma' ittifaq mujtahidi ummati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ala amrin ba'da asrihi. Uhakika tukisema kwamba kuna ijma', nini maana ijma'i? Ni mawafikiano ya wale mujtahidina wa umma wa Muhammad. Mujtahidi asili yake ilikuwa mujtahidina, fanywa idhafa. Kwa hiyo wale wenye kujitahidi wa umma wa Muhammad, yani wanavyoni wakubwa wale, ala amrin, wote wakakusanyika juu ya jambo, baada asrihi, baada ya nini? Zama zake mtume. Wa fuqahaul madhahibul arba', na wale wana vioni wa madhhabu manne wale, yuhiluna lijtihada min ba'di al-a'immati al-arba', wao wanafanya ni muhali kupatikana ijtihadi baada ya maimamu wa nne. Zama ijma'i ni kupatikana ittifaq ya wanavyuoni wale wenye sifa ya kujitahidi wa umma Muhammad, wote wakawafikiana katika jambo moja. Sasa mafuqaha wa madhahibul arba', wale wanavyuoni ambao wenye kuyapokoteza madhehebu haya manne ya kisunni yanayofahamika, wanasema haiwezekani baada ya maimamu hawa wanne, aimmatul asri, maimamu hawa wanne na zama zao zile, haiwezekani kupatikana ijma'i duniani. Kwa nini? Kwa sababu umma ushatawanyika, watu wako sehemu za mbali, wakubaliana watu wa mashariki, watu wa magharibi, itakuwaje? Kwa hiyo ni jambo ambalo haliwezekani, kinyume na kipindi cha mwanzo kabla ya maimamu hawa wanne, kwa sababu ilikuwa wale ambao
wenye sifa ijtihadi ni watu wachache wenye kufahamika katika dunia. Imeeleweka? Wanasema wa fuqahau almadhahib al-arba'a, na wanavyoni wa fiqh wa madhehebu haya manne, yuhiluna, wanafanya muhali, yani muhali, yaj'aluna amran muhal, istihala al-ijtihada, ijtihadi min ba'di al-a'immati al-arba'a, baada ya imamu wanne. وإن كان هذا قولا باطلا وكلاما لا يقوله إلا من كان للحقائق جاهلا، حتى كما ikiwa hii ni kauli ya batil na maneno ambayo hayasemi isipokuwa yule ambaye kwenye uhakika yeye ni mjinga, kauli hii si sawa. Fa'ala za'mihim, lakini kwa haya madai yao haya ya kusema kwamba hakuna ijma'i baada ya maimamu hao wanne, fa'ala za'mihim la ijma'a abadan min ba'di al-a'immati al-arba'a. Kwa hiyo juu ya madai yao, kwa maana hakuna ijma'i milele baada ya maimamu wanne, fala yaridu su'al, haliji swali. Fa inna hadha al-ibtida'a wa al-fitna bil-quburi lam yakun ala ahdi a'immati al-madhahib al-arba'a, basi hukukuzusha na hii fitna ya makaburi haikuwa juu ya zama za maimamu wa madhehebu manne, wa alama nuhaqiquhu, na juu ya yale ambayo sisi tunayafanyia tahqiqi, fal ijma'u wuqu'uhu muhal, basi kwa hili ambalo wanalizungumza ijma'i kutokea kwake ni muhal. Nini maana maneno haya? Wao wanasema kwamba hakuna ijma'i isipokuwa watapoafikiana maimamu wote wenye ijtihadi duniani, na wakakata kauli kwamba hakuna ijma'i iliyokuja baada ya maimamu wanne. Kwa nini? Kwa sababu baada ya kufa maimamu hao wanne, ulimwengu ulienea Uislamu katika sehemu kubwa. Kwa hiyo hatuna yakini ikiwa watu wa magharibi wamekubaliana katika jambo, watu wa mashariki pia wamewafikiana katika jambo hilo. Kwa hiyo kwa kauli hii waliyosema kabla ya hawa maimamu wanne kufa, ilikuwa hakuna hizi fitna za makaburi ambazo wao wako nazo. Wao si wanasema kwamba ikiwa mambo haya yalifanyika hayakuzungumzwa wala hayakukatazwa, manake itakuwa ni ijma', si ndio? Sasa haya mambo hayakuwepo kabla ya maimamu wanne. Kwa hiyo kama yamekuja baada ya maimamu wanne, manake hakuna nini? Hakuna ijma'i. Umeelewa? Hakuna ijma'i, kwa sababu kauli yao inasema hakuna ijma'i baada ya maimamu wanne. Tuchukulie kauli hii sasa wako nayo hivi tunawapatiliza. Ikiwa ni hivyo, sema fala yaridu su'al fa inna hadha al-ibtida', hapa haliji swali. Kwa nini? Kwa sababu hukukuzusha wal fitnata bil quburi, na fitna makaburi, lam yakun ala ahdi a'immati al-madhahib al-arba'a, hili halikuwa katika zama za maimamu wangapi? Wanne. Kwa hiyo ikiwa halikuwa katika zama za maimamu wanne, limekuja baada yake. Likija baada yake, maana haitakuwa nini? Haitakuwa ijma'i, kwa sababu nyinyi mmesema hakuna ijma'i baada maimamu wanne. Wa alama nuhaqiquhu, na kwa yale ambayo sisi tunayahakiki, yani yale ambayo sisi tunayacheua, fal ijma'u wuqu'uhu muhal, tunasema ijma'i kutokea kwake ni muhal, ni jambo ambalo haliwezekani katika sura hiyo. Fa innal ummata almuhammadiyya mala'at al-afaq, kwa sababu ummati almuhammadiyya umezijaza pembe zote, wasarat fi kulli ardhin wa tahta kulli najmin, mala'at al-afaq, ummatu Muhammad umeenea, umejaa katika pembe zote za dunia. Wasarat fi kulli ardhi, na ukawa katika kila ardhi, wa tahta kulli najmin, na kila chini ya nyota. Fa ulamauha almuhaqqiquna, basi wale maulama wake ambao ni wenye kuhakiki mambo, la yanhasiruna, hawadhibitiki, au la yunhasaruna, hawadhibitiwi kwa idadi, wala yatimu li ahdi ma'rifati ahwalihim, wala halitimii kwa yoyote kutambua hali zao, manake ni wengi. Kwa hiyo huwezi kusema kwamba wamekubaliana katika jambo hali ya kuwa hujui wengine walisemaje katika jambo hilo. Faman idda'a al-ijma'i ba'da intishari ad-din, kwa hiyo yule atakayedai ijma' baada ya kuenea kwa dini, wa kathrati ulama'i al-muslimina, na kule kuwa wingi wale maulama wa Kiislamu, fa innaha da'wa kadhiba, hayo ni madai ya nini? Ya uongo, kama qalahu a'immatu at-tahqiq, kama alivyosema hilo maulama wa tahqiq. Yani mtu asema kwamba ni kauli ya wengi katika maulama, lakini kusema kwamba ni ijma'i baada ya maimamu hao wanne ni jambo ambalo linahitaji umakini, kwa sababu maulama walikuwa ni wengi.
Wafikiria Uislamu ulifika katika miji ya Spain, watu walitoka katika upande wa mashariki wakaenda katika upande wa magharibi, ikawa elimu ya Kiislamu imekuwa katika maeneo hayo. Ina Ibn Malik aloandika al-Alfiyya, kadhalika al-Imam Ibn Jarir, kadhalika ina al-Imam Ibn Hazm, wote walitokea katika maeneo hayo. Na ilmu, wanasema kipindi cha nyuma ilmu ya Kiislamu ilikuwa inahama. Yani kuna muda ilmu inapatikana katika miji ya Iraq. Ilmu ya Kiislamu anayetaka dini, ilmu kusoma inaenda katika miji ya Iraq. Kuna muda ilikuwa inahama ilmu inakuja katika miji ya Misri. Kuna muda inakuja katika miji ya Sham. Kuna muda yani ilmu ya dini ilikuwa katika sura hiyo. Kwa hiyo mtu kusema kwamba kuna ijma'i katika jambo kunahitaji tahqiq, kwamba kila mwanachuoni katika umma ule kipindi kile, na wanasema miaka 100 ya kipindi kile, manake awe ameliwafiki jambo hilo. Kwa hiyo ni jambo gumu, na ndio maana wanasema ijma'i ilikuwa imetokezea ni ya kweli katika zama za sahaba ridwanullahi alayhim. Na hii hadithi aliposema la tajtami'u ummati ala dhalala, umma huna unakusudiwa ni umma wa kisahaba, kwa maana lile ambalo masahaba wamewafikiana basi linakuwa jambo hilo ni sahihi. Thumma law furida, kisha pachukuliwe, yani tuchukulie sasa, annahum alimu bil munkar wama ankaruhu, kwamba wale maulama walitambua uovu alafu wasiukataze uovu huo, bal sakatu an inkarihi, bali wao wakanyamaza katika kukemea kwake au kuupinga kwake, lama dalla sukutum ala jawazihi, pia pasingejiulisha kunyamaza kwao juu ya kunini, kujuzu kwake. Lama dalla sukutuhum, jambo hili lisingejiulisha kule kunyamaza kwao, ala jawazihi, juu ya kujuzu kwake. Kwa nini? Fa innahu qad ulima min qawaidi sharia, kwa kuwa pamefahamika katika misingi ya sheria, anna wadhaifa al-inkari thalatha, kwamba kazi za kupinga zipo katika sura 3. Kazi za kupinga uovu, yani kule kusimamia jambo la kupinga uovu, kupo katika sura 3. Awaluha, ya mwanzo wake, al-inkaru bil yadi, mtu kuupinga uovu kwa mkono wake, wadhālika bitaghyiri al-munkar, na hilo ni kwa kuondosha, kubadilisha ule uovu, wa izalati, na kuondosha. Una uwezo wa kuondosha uovu, upo katika milki yako, ondosha. Na huna uwezo, jambo ambalo lipo kwa watawala, basi wache wao. Thaniha al-inkaru bil lisan, kupinga kwa ulimi, ma adam istita'ati at-taghyir bil yadi, pamoja na kutoweza kubadilisha kwa mkono. Mtu akawa na uwezo wa kuzungumza jambo linafanyika pengine katika familia, pengine kwa ndugu, mtu ambaye anamuweza akawa hana uwezo wa kuliondosha, lakini ana uwezo wa kuzungumza, atafanya jambo hilo. Athalithuha, ya tatu yake, al-inkaru bil qalbi, ni kupinga kwa moyo, inda adam istita'ati at-taghyir, pale ambapo mtu hatoweza kufanyaje, kubadilisha, biliyadi, kuondosha kwa mkono, wal lisan, na ulimi. Fa in intafa ahaduha lam yantafi al-akhar, likikanushika moja wapo halikanushiki jingine. Ikiwa mtu hajaweza kwa mkono, ataondosha kwa ulimi. Ikiwa hajaweza kwa ulimi, ataondosha kwa nini? Kwa moyo. Hivi ndio hali ilivyo. Kwa hiyo useme kwamba ikiwa wao hawakuyasema mambo hayo, maana yake inaonyesha kujuzu kwake. Unajuaje kama walikuwa na hali ambazo hawakuweza kufanya kusema, wakatokea katika moyo? Wa mithalu, wanasema mfano wake, mururu fardin min afradi ulama'i ad-din, kupita mmoja katika memba wale maulama wa dini, katika kupita mtu katika wale watu wa maulama, min afradi ulama, yani katika afrad, memba wale wahusika wale wenye ilmu ad-dini, ya dini, bi ahadil makkasina, kwa mmoja katika bwana kodi au mtu mwenye kupokea ushuru. Mtu ana ilmu akapita kwa mmoja katika hawa, wa huwa ya'khudhu amwal al-madhlumina, naye anachukua mali za wale waliodhulumiwa. Fahadha al-fard min ulama'i ad-din, basi huyu mtu mmoja katika hawa maulama wa dini, la yastati'u at-taghyir ala hadha alladhi ya'khudhu amwal al-masakin, hawezi kuondosha au kubadilisha juu ya huyu ambaye anachukua mali za maskini, biliyadi wala billisan, kwa mkono wake wala kwa nini, wala kwa ulimi wake. Tazama al-Imam as-San'ani, mifano yake mingi ni kuzungumzia masala ya mukusi.
mambo ya makodi, mambo ya, na hii katika karne ya 9 inazungumza mambo haya. Mambo yameanza muda mrefu mno, na leo ulimwengu umekuwa moja katika mbinu na njia za kuendesha jamii na nchi ni kutumia mifumo hii. Ni mifumo ya haram na inakinzana na Uislamu. Mtu akasema sasa ndio mambo yalivyo katika dunia. Sio hoja kwamba kama mambo yalivyo katika dunia mtu akazembea. Kwani kuna vitu vingine vinawezekana. Mtu si anajiamulia yeye mwenyewe. Unaweza ukalifanya jambo hata kama jamii imeenea. Kwa watu wengine wakamwambia bwana, mambo ya picha haya ustazi, tutawezaje leo ustazi? Magazeti yana picha, sabuni za Givu sijui ayu kuna picha, sijui zile za kunini mapempas kuna picha. Sio umenunua dukani, chagua ambayo haina picha. Au ikiwa hakuna ambazo zina picha, sio umenunua chana eka nyumbani, lakini malaika haingii katika nyumba ambayo ina picha. Hasa wewe utakulipinga jambo hili kwamba haiwezekani katika ulimwengu. Kwa hiyo hizi hadithi hazifanyi kazi leo, inakuwaje? Kwa hiyo al-Imam Sanani hili jambo analikariri mno ukilitazama katika maelezo yake. Anasema hawezi kubadilisha kwa huyu mtu ambaye anachukua mali za watu maskini kwa mkono wake wala kwa ulimi wake. Limadha? Li'annahu inma yakunu sukhriyat li ahli al-isyan, kwa sababu anawezekana akawa ni vichekesho kwa watu wenye kufanya maasi. Unaambia jamani, wewe ndio pale pale bandarini sio, au sehemu gani ambapo anakusanya, jamani haramu haya mambo. Jamani mkamateni ustazi huyu kapagawa kidogo leo, hayuko sawa. Watu hawakuelewi kabisa. Tunamwambia habari ya sala hakuelewi, kumwambia habari ya mambo ya pesa hakuelewi pesa. Fayajibu anasema fantafa shartu al-inkar, kwa hiyo likakanushika lile sharti la kukemea bilwadhifataini, kwa zile hatua mbili zile. Ipi? ya nini? ya mkono na ya al-lisan. Imebakia wadhifa moja ambayo ni ya ulimi. Walam yabqa illa al-inkaru bilqalbi, na wala hapajabakia isipokuwa kukemea. Kwa nini? Kwa moyo, alladhi huwa adhafu al-iman, ambayo ndiyo sehemu ya udhaifu mno ya imani. Fayajibu ala man raa dhalika al-alim sakitan ala al-inkar, basi itawajibika kwa yule ambaye atakayemuona huyo msomi, huyo alim amenyamazia huu uovu huu, ala al-inkar, yani amenyamaza juu ya kukemea huu uovu, ma'a mushahadati ma ya'khudhu dhalika al-jabbar, pamoja na kushuhudia yale ambayo anayachukua yule jamaa yule mwenye nguvu yule. Ayatakida, itawajibika aitakidi annahu ta'addara alayhi al-inkar, kwamba imeshindikana juu yake kwa nini kukemea, biliyadi, kwa ulimi, wal lisan, wa annahu qad ankara biqalbihi, na kwamba mtu huyo alimu huyo amelikemea jambo hili kwa nini? Kwa moyo wake. Kwa nini? Fa inna husna dhanni bil muslimina, kwa sababu kuwadhania dhana njema waislamu, ahli dini, tena watu wa dini, wajibun, ni jambo la wajib, wa ta'wili lahum ma amkana darbatan lazim, anasema na kufanya ta'wili kwa wao kile ambacho chenye kuwezekana, darbata lazim. Huu ni msemo wa Waarabu, darbata lazim bimaana lazimun shadid, ni jambo la wajibu mkubwa mno. Fadakhiluna ila alharam alsharif, kwa hiyo wale ambao walioingia katika haram msikiti wa Makka ule mtukufu, walmushahiduna litilka alabniya alshaytaniyah, na wale wenye kushuhudia vile vijengo vile vya kishaitani, allati farraqat shamla ad-din, ambavyo vimetawanya ule umoja wa dini, washattatat salawati almuslimin, na zikabagua au zikatenganisha sala za waislamu, ma'dhuruna anil inkari, hawa walipewa udhuru wa kunini, wa kule kutokemea jambo hilo, illa bilqalbi, isipokuwa kwa nyoyo zao. Walipoenda katika haram wakakuta mashafi wanasali sala yao, mahanafi wanasali sala yao, mahambali wanasali yao, maliki wanasali yao. Halafu walipoona maulama kipindi hicho hawakuweza kukemea, walikosa zile nafasi mbili, ya tatu waliipata ya kuchukia kwa moyo wao, kalmarina ala almakkasina wa ala alquburiyina. Hawa watakuwa ni kama wale waliopita kwa bwana mwenye kukusanya kodi, kwa wale wenye kukusanya kodi, na wale ambao walikuwa wakifanyaje, wakiabudia makaburi. Kwa hiyo si kwa makaburi tu peke yake kwamba watu walinyamaza, hayakuzungumzwa mambo haya,
mpaka kwenye kodi, mpaka ya ile bid'a ya kuwekwa vibla vinne katika mji mtukufu wa Uislamu katika Masjidil Haram na mengine. Na hii haiashirii kwamba lile jambo lilonyamaziwa kwa kule watu kuona kwamba limenyamaziwa ni jambo la halali, litabakia katika uharamu wake ule ule. ومن هنا يعلم اختلال ما استمر عند أئمة الاستدلال من قولهم. kutokea hapa panajulikanwa sasa ile kasoro ya kile chenye kuendelea mbele ya maimamu, istidlalu min qawlihim, kule kutoa dalili kwa kauli yao, fi baadhi ma yastadilluna alayhi bil ijma'i, katika baadhi ya yale ambayo wanayatolea dalili kwamba haya mambo yamekubalika kwa ijma'i. Kauli yao wanasemaje? Innahu waqa wa lam yunkar, kwamba jambo hili lilitokezea halafu halikufanyaje, halijakemewa, fakana ijma'a, basi ikawa jambo hiyo nini, ni ijma'. Hizi ni hoja wanazozifanya au wanazozitumia baadhi ya watu, na haya mambo leo katika miji yetu yapo. Kuna baadhi ya watu ukiwakataza mambo fulani ya haram wanakwambia mbona haya mambo yanazungumzwa hivi sasa? Hapa zamani kuna mashehe wakubwa, watu walikuwa kutoka Maka wakija kusoma hapa Zanzibar. Hizi tofauti zinazosemwa, watu wakitoka Maka na Madina, sijui nani katoka Maka na Madina kaja kusoma hapa, lakini haya yanasemwa watu wanatoka Maka na Madina kaja kusoma hapa Zanzibar. Mbona haya mambo kipindi cha nyuma yalikuwa hayasemwi? Ndio kufundisha uganga, labda walikuwa kuja hapo kufundisha uganga na uchawi hapa. Mbona haya mambo kipindi cha nyuma yalikuwa hayasemwi? Mnayasema nyie mlokuja juzi. Hawa mashehe waliopita nyuma walikuwa hawajui. Wanamwambia hii ni kauli ya Firauni alipokatazwa juu ya kuwa alipoamrishwa kumfuata Musa na kumwabudu Mola mmoja, akawa anasema fama balul quruni alula, haya wale waliopita itakuwaje? Sasa wewe yale hayakuhusu wewe, tazama ambalo uko nalo, laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu yaf'alun. Wao wanacho walichokichuma na nyinyi mnacho chenu mlichokichuma, hamtaulizwa wala walikuwa wanafanya nini. Wewe tazama nafsi yako. Kwa hiyo umejua kwamba hii ni haki, mshukuru Allah. Yule ambaye hakujua Allah atamhukumu kwa hali yake, lakini usianze kukosa. Tunakuuliza, kwa hiyo yule Mmasai ambaye yuko kule Morogoro ndani huko kusokuwa na misikiti, naye inakuwaje? Sasa unajiuliza hivi, hii ni neema Allah amekupa wewe, mshukuru. Umebainikiwa na hili jambo. Huyo ambaye hakubainikiwa Allah atamhukumu kwa mujibu wa hali yake, wama kunna muadhibina hatta nab'atha rasula. Lakini hoja ya kusimama kwamba wamepita mashehe wangapi, sasa tunakuuliza na sisi, kabla ya kupita mashehe wamepita masahaba wangapi katika umma huu? Huyu shehe wako Makame tuna Kombo ndo wana umuhimu zaidi kwa kweli kuliko masahaba waliopita kabla yako. Usiulize walipita mashehe wangapi, uliza walipita masahaba wangapi, wanafunzi wa mtume waliyafanya haya ambayo mnayofanya. Walifanya maulid, walifanya hizi tawassuli za bid'a, walifanya mambo ya hitma, walifanya maandamano, walifanya mambo kama haya hayakuwepo. Kwa hiyo nani bora baina ya hawa waliopita juzi na wale waliopita zamani, ambao Allah amewasifia na Qur'ani imewaridhia na Mola wao akawasifia na akawaandalia pepo? Kwa hiyo si hoja hizi, ni kauli za batil, na hizi ni hoja za watu waliokosa hoja katika dini. Kwa hiyo mtu asimame katika dalili. Nahnu naduru ma'a al-haqqi haythu dar. Unapoelezwa maneno ya Allah, maneno ya mtume, acha itikadi yako, acha ulichokizoea, ulichosomeshwa na wazee na nani sijui wale walimu wa zamani wale Allah ambao kishatanguliza mbele ya haki. Wewe dua washatangulia, wengine walifundisha bid'a, wengine walifundisha shirki, hawakujua kipindi hicho basi. Lakini sasa hivi mambo yashabainikiwa. Halafu si kweli kwamba watu wanawafuata mashehe zao, sio kweli, wanachagua kuyafuata. Kwani mashehe zenu walikuwa kivaa hivyo, walikuwa mkivaa leo nyinyi? Walikuwa na hali hizi ambazo nyinyi mko nazo? Sio walikuwa wanazudi na wanawara? Mbona nyinyi mko hivyo? Halafu nasema kwamba sisi tunafuata mashehe zetu. Unakuta watu ni uongo, watu wanafuata matamanio ya nafsi zao, watu wanafuata matamanio ya nafsi zao. Kwa hiyo kusema kwamba hayakupingwa mambo haya na watu walikuwepo sio dalili. Halafu utajuaje kwamba yalipingwa? Si hawa maimamu waliandika? Hakuna karne isipokuwa watu waliandika ndani yake juu ya yale ambayo yanazungumzwa na usahihi wa kile ambacho Allah alishoongoza watu. Kwa hiyo watu wajitahidi warudi kwa Mola wao, mtu ajipambe na sunna, ajipambe na tauhid, ajiepushe na shirki kwa hali zake zote, na ajiepushe na bid'a kwa sura zake zote, na ajiingize katika wale ambao Allah aliwaridhia
kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam